Uhabari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana hapa kupashana yale ya kimichezo ambayo yameendelea kugonga vichwa vya habari sana huko katika mitandao ya kijamii, na hii hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo tumekuletea ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kuhusiana na klabu ya Young Africans ambayo kwa sasa ipo sokoni kuhakikisha kwamba inaboresha kikosi chake katika wakati huu wa breki ya AFCON kwa majira ya baridi, usajili wa dirisha dogo ambao unaendelea kugonga vichwa hapo katika kikosi cha Young Africans, ambapo tunaambiwa kuna wachezaji wawili ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Ni mchezaji gani ambaye leo sasa tumekuletea hapa update zake na taarifa rasmi kuhusiana kusajiliwa kwa mchezaji huyo, anatoka wapi, position gani, amefanya makubwa yapi katika soka la Afrika. Bana, nikwambie ketinasi sote hapa, usilee taarifa hizi mjaradi kabisa ambazo zinakujia kila siku kila wakati, na hii hapa ni Headline Media ambayo inakuletea taarifa hizi. Langu jina naitwa Dio, twende sambamba, lakini nikukaribishe kwa wakati mwingine kwa wewe ambaye ndo kwanza ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa. Hii hapa ni Headline Media ambayo inakuletea taarifa hizi kila siku. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini mara baada ya kusubscribe hakikisha unabonyeza alama ya kengele pia itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea hapa kila siku kila wakati. Utazitazama taarifa zetu ukiwa sehemu yoyote Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania, utazitazama taarifa zetu pasina shaka wala shida yoyote kabisa. Bana, kuna kwa klabu ya Young Africans kuna taarifa rasmi kabisa kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu hiyo ambazo zimetufikia katika meza yetu ya matangazo. Zinadai kwamba Young Africans wanaelekea kukamilisha usajili wa mshambuliaji kutoka katika klabu ya AC Vita Club ambayo inashiriki ligi kuu huko katika nchi ya DRC Congo. Moja kati ya taarifa kubwa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya matangazo na sisi tukasema tukuleteni hii hapa. Unaambiwa moja kati ya mchezaji ambaye ni mshambuliaji katika klabu ya AC Vita ambaye ni Julio Ngombe, anacheza namba 10, ni mshambuliaji nambari 9, anatajwa kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans kwa usajili wa miaka miwili hapo, kwa mkataba wa miaka miwili hapo katika klabu ya Young Africans akitokea huko AC Vita Club. Na taarifa hizi zimekuwa ni za ukweli kabisa kutokana kwamba tumezipata kwa watu wa karibu kutoka katika uongozi wa klabu hiyo ya Young Africans. Julio Ngombe ni mchezaji ambaye anaitumikia klabu ya AC Vita kwa mafanikio makubwa, na tumeona amekuwa kwa siku za hivi karibuni akiingia kambani mara kibao sana, na tumeona katika moja kati ya mechi kubwa ambayo AC Vita walicheza, na moja kati ya matokeo ambayo yalitamatika katika mchezo huo moja kati ya bao zuri ambalo alifunga Julio Ngombe katika dakika ya 91 akisawazishia klabu hiyo ya AC Vita Club. Na taarifa ambazo tumezipata na ni za uhakika kabisa ni kwamba mchezaji huyo tayari ameshakwisha kukamilisha dili hilo la kujiunga na klabu ya Young Africans, na dili hilo huenda likawa ni dili ambalo lisifanane na la Jonathan Kangarombo, kwa sababu pia ni mchezaji ambaye Jonathan Kangarombo pia naye ni mchezaji Jonathan Kangarombo ni mchezaji ambaye aliimbwa kwa makubwa katika klabu hiyo ya Young Africans, licha ya kwamba hakufanya kila ambacho tulikuwa tunakitarajia kutokana na kwamba alisajiliwa kwa mbwembwe na alisajiliwa kwa mbwembwe nyingi sana katika klabu hiyo Young Africans akitokea Vita Club. Lakini kwa upande wa Julio Ngombe ni mchezaji ambaye anafanya vizuri kwa sasa katika safu ya ushambuliaji ya AC Vita Club akisaidizana na Ukuyu ambaye yupo katika klabu hiyo ya AC Vita. Kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba tayari dili hilo limeshakamilika, na mchezaji huyu endapo atafanya vizuri katika mkataba wake ambao amesajiliwa Julio Ngombe una kipengele cha kwamba kama atafanya vizuri huenda ataongezewa mkataba mpaka 2028 aendelee kuwepo katika klabu hiyo ya Young Africans. Maswali mengi ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwamba
wachezaji ambao wanatoka katika klabu hiyo ya AC Vita hawafanyi vizuri sana katika klabu ya Young Africans. Tuliona wachezaji kadha wa kadha ambao walitoka katika klabu hiyo pamoja na Shabani Juma ambaye alikuwepo katika klabu hiyo ya Young Africans, lakini pia Romalisa Mtambala ambaye pia naye amepita katika klabu hiyo Young Africans kwa mafanikio makubwa, na baadhi ya wachezaji wengine ambao wamepita katika klabu hiyo Young Africans wakitokea katika klabu ya AC Vita, lakini mchezaji pekee ambaye alikuja kuwa tofauti na jinsi ambavyo mashabiki wa klabu ya Young Africans waliaminishwa ni Jonathan Ikanga Rombo, ambaye yeye hakuwa vizuri na hakuwa na mwenendo mzuri katika klabu hiyo ya Young Africans, kitu ambacho kilifanya kukatisha mkataba wake mwishoni mwa msimu jana, kwa maana ya msimu wa 2024-25. Young Africans waliamua kuvunja mkataba wake na kumwacha arudi zake AC Vita, licha ya kwamba kwa sasa pia naye amekuwa na matokeo mazuri na mwenendo mzuri wa kuitumikia klabu hiyo ya AC Vita kwa kuifungia mabao kadha wa kadha katika siku za hivi karibuni. Lakini licha ya hayo yote, Young Africans wameshawishika na Julio Ngombe ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Na moja kati ya sifa kubwa ya Julio Ngombe ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza nafasi tatu katika pitch. Anaweza kutokea pembeni kama winga wa kulia, na anaweza katokea pembeni kama winga wa kushoto, na ana uwezo pia wa kucheza kama striker wa mwisho. Moja kati ya sifa kubwa ambayo anayo ni kupiga mashuti nje ya boksi, na mabao mengi ambayo amekuwa akifunga Julio Ngombe ni mabao ya staili hiyo ya nje ya dimba na nyoka mashuti. Kwa hiyo tutegemee mambo makubwa sana, na tutegemee pasi za mwisho kutoka kwa Momo Dubia huenda zikawa na thamani kubwa kwa upande wa Julio Ngombe, kutokana na the way ana jicho la kulitazama lango na kumtazama mlinda mlango alivyokaa ili kumwadhibu. Huenda ikawa ina faida kubwa kwa upande wa klabu ya Young Africans kwa ujio wa Julio Ngombe, ambaye ni kijana mdogo mwenye miaka 21, mzaliwa wa DRC Congo, akipatia makuzi yake ya kisoka huko Kongo, na amepita katika akademi kadha wa kadha hapo Kongo, na mpaka kutambulika na kusajiliwa na AC Vita Club, ambao mpaka sasa anawatumikia kwa mafanikio makubwa. Ujio wa Julio Ngombe huenda ikawa ni sababu rasmi kabisa ya kuachana na mshambuliaji wa klabu ya Young Africans wa sasa Andebombwe Boyeli, ambaye pia ni raia wa Kongo. Huenda wakamwacha Young Africans, wakamwacha mshambuliaji huyo na kumuingiza Julio Ngombe kama mshambuliaji mpya ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Andebombwe Boyeli katika klabu hiyo ya Young Africans. Na taarifa za kuaminika kabisa zinasema kwamba mchezaji Andebombwe Boyeli hana mawasiliano mazuri ama hana mahusiano mazuri na head coach wa klabu ya Young Africans bwana Pedro Gonçalves, ambaye wanatajwa kuwa hawaelewani kwa sasa, na ndio maana unaona baadhi ya mechi hahusiki kabisa katika mechi ambazo Young Africans anacheza za hivi karibuni. Watu waliamini katika mechi ambayo Young Africans walikutana na Fountain Gate angeaminiwa Ande Boyeri na angeweza kucheza, lakini kwa kutokana na yaliyopo ambayo yanaendelea kwa sasa, the way unaweza kuona kwamba game yote Prince Dube aliweza kumaliza, licha ya kwamba alipata bao kwa mkwaju wa penalty, lakini haikutosha kuaminisha ama kumwaminisha kocha na kumwamini aendelee kusalia katika dimba katika siku ya mechi hiyo ambayo Young Africans walicheza dhidi ya Fountain Gate hapo siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 12. Bana, endelea kuselea taarifa zetu mjarabu kabisa ambazo zinakujia kila siku, na hapa ni HNT Media na mimi langu jina naitwa Dio. Tukutane katika updates zijazo, lakini pia nikusihi kwamba comment yako ni ya muhimu sana. Hakikisha kwamba una drop comment yako hapa katika comment section. Sisi tutakuja kupita nayo katika usawa wa kusoma comment ili kuhakikisha kwamba tunapata vizuri kwa wewe mwana familia na mpenda soka hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye bye.